kijiji cha mbali cha Namawala, ambacho kimejificha katikati ya milima yenye ukungu wa kudumu, kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Baraka. Baraka hakuwa kijana wa kawaida. Alikuwa na moyo wa dhahabu na mikono iliyobarikiwa katika kazi za uashi. Hata hivyo, moyo wake ulikuwa umenaswa na binti wa chifu wa kijiji hicho, mrembo Zawadi. Zawadi alikuwa na macho yenye mng'ao wa nyota na tabasamu ambalo liliweza kutuliza dhoruba yoyote, lakini penzi lao lilikuwa mwiba mchungu. Chifu mwenye kheri, baba yake Zawadi, hakuwa mtu wa mchezo. Alikuwa mtu aliyenuka utajiri uliopatikana kwa njia za kutatanisha. Kijiji kizima kilijua kuwa chifu alikuwa na siri nzito na mganga mkuu wa kijiji, Mzee Matata, ambaye alijulikana kwa uwezo wake wa kuamuru pepo na kugeuza usiku kuwa mchana. Chifu alikuwa ameshaahidi kumpa zawadi kwa kijana mmoja mkatili wa ukoo wa kifalme wa kijiji jirani ili kuimarisha mamlaka yake. Siku moja usiku, chini ya mti wa mbuyu uliokuwa katikati ya kijiji, Baraka na Zawadi walikutana kisiri. Hewa ilikuwa nzito na baridi, na sauti ya bundi ilisikika kwa mbali ikitoa ishara ya hatari. Baraka, baba ameshaandaa mahari, Zawadi alisema huku machozi yakimlenga. Baraka alimshika mkono na kumtazama kwa ujasiri. Hata kama itabidi nipambane na majini ya bahari 7, sitakubali uwe wa mwingine. Hawakujua kuwa nyuma ya kichaka, macho mekundu ya Mzee Matata yalikuwa yakitazama kila hatua yao, na tabasamu la kishirikina lilichanika usoni mwake. Mzee Matata alirudi kwenye pango lake lililokuwa limezungukwa na fuvu za wanyama na miti iliyokauka. Alichukua pembe ya kifaru na kuanza kuichanja chale huku akitaja jina la Baraka. Kwake yeye, Baraka hakuwa tu kijana anayependa, bali alikuwa kizuizi kwa mipango ya chifu mwenye keri, na hivyo basi alikuwa adui wa giza. Alihitaji kumteketeza Baraka, lakini si kwa kumuua mara moja, bali kwa kumfanya aonekane msaliti mbele ya macho ya Zawadi. Asubuhi iliyofuata, Baraka aliamka akihisi uzito usio wa kawaida mwilini mwake. Kila alipojaribu kufanya kazi, aliona taswira za ajabu za Zawadi akicheka na wanaume wengine. Ilikuwa ni uchawi wa kivuli cha shaka. Kadiri alivyofikiria penzi lao, ndivyo giza lilivyozidi kuingia moyoni mwake, likimwambia kuwa Zawadi hamtaki tena. Wakati huo huo, Zawadi naye alianza kuona ndoto za Baraka akimgeuka na kuwa mnyama wa kutisha aliyetaka kumrarua. Huu ulikuwa mwanzo wa mchezo wa kisaikolojia ulioendeshwa na nguvu za giza. Mzee Matata alijua kuwa mapenzi ya kweli yana nguvu, lakini akiamini kuwa shaka ni sumu inayoweza kuua hata penzi lenye mizizi mirefu. Kijiji kilianza kunong'ona. Watu walisema Baraka ameanza kuwa na kichaa, na Zawadi alianza kujifungia ndani akilia bila sababu. Chifu mwenye kheri alitabasamu akijua kuwa kazi ya mganga wake ilikuwa inaanza kuzaa matunda. Maandalizi ya harusi ya Zawadi na kijana wa kifalme, pacha wa Chuki aliyeitwa Juma, yalianza kwa kasi. Chifu aliamuru ngoma kubwa zipigwe kijijini kwa siku 7 mfululizo. Katika kipindi hiki, Baruka alikuwa amepotea kabisa kijijini. Watu walisema amekimbilia msituni baada ya kushindwa kuvumilia maumivu ya kumpoteza mpenzi wake. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Baraka alikuwa ametekwa na wafuasi wa Mzee Matata na kufungwa kwenye pango la siri. Ndani ya pango hilo, Baraka alijikuta akikabiliana na majaribu ya kishirikina. Mzee Matata alimtembelea na kumtolea ofa. Ukitaka kutoka hapa na kumchukua Zawadi, lazima unipe tone la damu yako na ukubali kuwa mtumishi wa giza, Mzee Matata alisema kwa sauti ya kukwaruza. Baraka, licha ya udhaifu wake, alitema mate chini. Mapenzi yangu kwa Zawadi hayahitaji damu ya giza, yanahitaji uhuru. Jibu hilo lilimkasirisha Mzee Matata. Aliamua kutumia mbinu ya mwisho, uchawi wa kioo cha nafsi. Alimwonyesha Baraka taswira ya Zawadi akivishwa pete na Juma, huku akionekana mwenye furaha sana. Baraka alihisi moyo wake ukipasuka vipande vipande.
Huko kijijini, Zawadi alikuwa amevikwa mavazi ya harusi, lakini chini ya mavazi hayo alikuwa amejificha kisu kidogo. Alikuwa amedhamiria kujiua kabla ya kuitwa mke wa Juma. Wakati Baraka akiendelea kuteseka pangoni, bibi mmoja kizee ambaye alijulikana kama Bibi wa Miti alihisi mtikiso katika ulimwengu wa roho. Bibi huyu alikuwa mlinzi wa mila za kale na alijua kuwa ushirikina wa Mzee Matata ulikuwa umechafua hali ya hewa ya kijiji. Alituma ndege mweupe mwenye manyoya ya dhahabu hadi kwenye dirisha la Zawadi. Ndege huyu alimnong'oneza Zawadi maneno ambayo hakuwa ameyatarajia. Mpenzi wako hajakuacha, yuko gerezani kwa ajili yako. Maneno hayo yalikuwa kama maji baridi kwenye moto uliokuwa ukiungua moyoni mwa Zawadi. Aligundua kuwa huzuni na shaka zote zilikuwa ni mbinu za uchawi. Usiku wa kuamkia harusi, Zawadi alitoroka ikulu ya baba yake. Alikimbia kuelekea msitu wa giza, akiongozwa na yule ndege mweupe. Miguu yake ilichanika na miiba, na sauti za wanyama wa usiku zilikuwa za kutisha, lakini upendo wake ulikuwa dira yake. Kule pangoni, nguvu ya Baraka ilianza kurejea baada ya kusikia sauti ya Zawadi ikimuita kwa mbali kupitia upepo. Hii ni nguvu ya uhusiano wa nafsi ambayo hakuna uchawi unaoweza kuivunja kirahisi. Mzee Matata alihisi mabadiliko hayo na kuanza kufanya matambiko ya haraka ili kufunga milango ya pango hilo kwa mawe mazito ya kichawi. Lakini alikuwa amechelewa. Mwanga wa kwanza wa asubuhi ulianza kuchomoza na nguvu ya mchawi hupungua jua linapochomoza. Zawadi alifika mbele ya pango na kumkuta Mzee Matata akiwa amesimama mlangoni, macho yake yakitoka cheche za moto. Rudi nyumbani binti mfalme, leo ni siku yako ya harusi, mzee huyo alinguruma. Zawadi hakutetereka. Harusi yangu nina mwanamume ninayempenda, sina kivuli unachotaka kunitengenezea. Alichukua kile kisu chake na kukichanja mkononi, akitiririsha damu kwenye ardhi ya pango. Kitendo cha kishujaa cha kuvunja kiapo cha damu alichokuwa amekitengeneza mchawi. Ardhi ilitetemeka. Mawe yaliyokuwa yamefunga pango yalianza kupasuka. Baraka alitoka akiwa na nguvu mpya, macho yake yakiwa yamejaa ghadhabu na upendo kwa wakati mmoja. Mzee Matata alijaribu kurusha tunguli zake, lakini kila alichorusha kiligeuka kuwa majani makavu mbele ya nguvu ya watu wawili wanaopendana kwa dhati. Mzee huyo alitoweka katika wingu la moshi mweusi, akiahidi kurudi kwa kisasi kikubwa zaidi. Baraka na Zawadi walikumbatiana katikati ya msitu, lakini walijua huu ulikuwa mwanzo tu wa vita yao. Chifu Mwenyekeri na jeshi lake walikuwa njiani kuwatafuta, na Juma, kijana aliyeposwa na Zawadi, alikuwa na siri yake mwenyewe ya kichawi ambayo ilikuwa bado haijafunuliwa. Walihitaji kutafuta hifadhi kwa Bibi wa Miti ili kujifunza jinsi ya kupambana na giza linalokuja.